Wakina mama wengi wanapoolewa ni lazima watu wafahamu kwamba mwanamke anatoa yai moja kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka mzima mwanamke anatoa mayai mangapi? 12. Kwa hiyo ukichukua kwamba mwanamke ana umri wa kuzaa wa miaka 30, kwa maana ya kwamba akianza kuzaa akiwa na miaka 15 mpaka miaka 45 kwa wastani itakuwa miaka 30, ndio? Kwa hiyo 30 ukizidisha mara 12 utakuta kwa wastani huyu mwanamke na mayai 360. Huu ni wastani. Kuna kina mama wengine wanaweza kuwa na mayai zaidi. Kuna kina mama wengine wanaweza kuwa na mayai pungufu. Tukitafuta wastani tutapata 360. Ile siku ya 14 lile yai ndio linapevuka. Kwa ili mwanamke apate ujauzito kirahisi, mume wake inabidi apumzike kwa wiki 2, asubiri ile siku ya 14. Atakuwa anakutana na yai lililopevuka. Kwa sababu katika sayansi ya kawaida mwanamume akifanya tendo la ndoa mara moja, uwezo wake wa kutengeneza mbegu unakwisha kwa muda kati ya siku 4 na 5 kwa wanaume wengi. Kwa hiyo tukisema kwamba alisubiri yai siku ya 14, na maana anajipa uwezo wa kutengeneza mbegu za kutosha. Sasa huyu mwanaume ni mzima kabisa, hana shida. Lakini akifanya tendo la ndoa mara moja atakuwa amepoteza uwezo wa kutengeneza mbegu ambazo kiwango cha chini kabisa cha kuweza kupata ujauzito ni mbegu milioni 20. Chini ya milioni 20 ni ngumu kupata mtoto. Maana yake nini? Mwanamume akifanya tendo la ndoa kila siku kwa siku zote 14, ina maana atakuwa anazalisha mbegu chini ya milioni 20 ambazo hazina uwezo wa kuzalisha. Sasa hilo ni tatizo la jamii zetu la kutokujua kwamba kumbe ukivumilia kwa wiki 2 utakuwa na uwezo kutengeneza mbegu ambazo zinaweza zikamzalisha, au mama anaweza kapata ujauzito. Wakina mama wengi wanapoolewa ni lazima watu wafahamu kwamba mwanamke anatoa yai moja kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka mzima mwanamke anatoa mayai mangapi? 12. Kwa hiyo ukichukua kwamba mwanamke ana umri wa kuzaa wa miaka 30, kwa maana ya kwamba akianza kuzaa akiwa na miaka 15 mpaka miaka 45 kwa wastani itakuwa miaka 30, ndio? Kwa hiyo 30 ukizidisha mara 12 utakuta kwa wastani huyu mwanamke na mayai 360. Huu ni wastani. Kuna kina mama wengine wanaweza kuwa na mayai zaidi. Kuna kina mama wengine wanaweza kuwa na mayai pungufu. Tukitafuta wastani tutapata 360. Ile siku ya 14 lile yai ndio linapevuka. Kwa ili mwanamke apate ujauzito kirahisi, mume wake inabidi apumzike kwa wiki 2, asubiri ile siku ya 14. Atakuwa anakutana na yai lililopevuka. Kwa sababu katika sayansi ya kawaida mwanamume akifanya tendo la ndoa mara moja, uwezo wake wa kutengeneza mbegu unakwisha kwa muda kati ya siku 4 na 5 kwa wanaume wengi. Kwa hiyo tukisema kwamba alisubiri yai siku ya 14, na maana anajipa uwezo wa kutengeneza mbegu za kutosha. Sasa huyu mwanaume ni mzima kabisa, hana shida. Lakini akifanya tendo la ndoa mara moja atakuwa amepoteza uwezo wa kutengeneza mbegu ambazo
kiwango cha chini kabisa cha kuweza kupata ujauzito ni mbegu milioni 20. Chini ya milioni 20 ni ngumu kupata mtoto. Maana yake nini? Mwanamume akifanya tendo la ndoa kila siku kwa siku zote 14, ina maana atakuwa anazalisha mbegu chini ya milioni 20 ambazo hazina uwezo wa kuzalisha. Sasa hilo ni tatizo la jamii zetu la kutokujua kwamba kumbe ukivumilia kwa wiki 2 utakuwa na uwezo kutengeneza mbegu ambazo zinaweza zikamzalisha, au mama anaweza kapata ujauzito.